Habari za wakati huu vipenzi vyangu, natumaini ni wazima wa afya. Karibuni sana kwa channel yetu pendwa ya TZ Fashion. Na vipenzi vyangu, katika kipindi chetu cha leo, nataka tuzungumzie swala zima la vibajaji. Je, kwanza kabisa, kibajaji unakijua au ulishawahi kukisikia sehemu au ulishawahi kuona vazi la kibajaji? Jamani, katika ubunifu kuna mavazi mengi sana. Na mavazi hayo yanakuwa yana majina tofauti tofauti. Kwa hiyo siku ya leo tutaweza kuzungumza kuhusiana na swala zima la magauni haya ya vibajaji. Haya ni magauni ya kibajaji. Kwa hiyo magauni haya ni muundo wa magauni wa kitenge ambao unakuwa ni magauni mafupi au inaweza ikawa ni magauni ambayo yako chini ya magoti. Kwa hiyo ndio maana watu wanaita magauni haya kuwa ni magauni ya kibajaji. Na aina hii ya magauni yanapendeza sana au huvaliwa sana na wajawazito au wanawake wenye matumbo. Unakuta mtu yani hana zile T3 lakini anakuwa na tumbo. Unakuta magauni haya anapokuwa anayavaa yanampendeza sana. Hii ni kutokana na muundo wa yale magauni kuwa na muonekano. Kwa hiyo chini inakuwa linaachia lakini juu linakuwa linabana. Katika saiti hii ya maziwa inakuwa linabana lakini huko chini linakuwa linaachia. Na pia gauni haya yanawapendeza sana watoto. Watoto wanapokuwa wanavaa aina haya ya magauni kuanzia umri wa mwaka 1 mpaka miaka 7, miaka 8 wanakuwa wanapendeza sana aina haya ya magauni, tena haswa mtoto akiweza kupata aina ya gauni ya kitenge na ukiweka na ubunifu wako pale unakuwa mtoto anapendeza sana. Lakini pia kuna aina ya maswali ambayo watu wengi wanayauliza aina haya ya maswali. Watu wanauliza kuhusiana na swala zima la kwa nini magauni haya yanawapendeza sana watoto na sio watu, inawapendeza sana wajawazito pamoja na watoto na sio watu wengine. Tutaweza kuzungumzia siku ya leo, lakini pia vile vile tutaweza kuzungumza namna gani ya kushona. Na hapa kwenye kushona tutakuwa tuna mambo mawili tutaweza kuyadiscuss siku ya leo, lakini pia tutaweza kuzungumza swali jingine ambalo watu wengi wanauliza ni kuhusiana na swala zima la ushonaji. Je, tunaweza kuchanganyia kitambaa na kitenge sehemu moja katika gauni hili? Na leo tutaweza kudiskasi kitu kama hiko. Kwa majina naitwa Madam T, ni mwanzilishi wa TZ Fashion, lakini pia najishughulisha na swala zima la fashion and design na kutoa elimu kuhusiana na mitindo mizuri na ya kisasa. Na pia TZ Fashion tunaweka program mbalimbali ya kuhusu mitindo mizuri inayotoka. Na kama ndio mara yako ya kwanza kuangalia video hii, naomba bonyeza maandishi ambayo yako chini ya hii video yameandikwa subscribe ili usipitwe na video zetu kila tunapokuwa tuna-upload video. Maana tuna-upload video za mishono mizuri na kutoa elimu kila siku. Na kama nilivyokuambia hapo nyuma au nilivyokuambia hapo mwanzo, vitu ambavyo watu wengi wanaviuliza kuhusiana na swala zima la magauni haya ya vibajaji. Kitu cha kwanza walikuwa wanauliza ni kwa nini magauni haya yanawapendeza sana wajawazito pamoja na watoto. Kwa hiyo na pia tulisema kwamba kuhusiana na swala zima la ushonaji, na pia tulizungumza swala zima la kuchanganyia rangi. Tukienda katika sehemu yetu ya kwanza kuhusiana na swala zima la magauni haya kwa nini yanawapendeza wajawazito kuliko pamoja na watoto kuliko watu wengine wowote, ni kutokana na mtindo wake wa magauni haya. Maana magauni haya kiungo chake kinakuwa kipo juu ya maziwa, alafu chini ya tumbo pale na kushuka chini inakuwa ni gauni la kujimwaga. Kwa hiyo magauni haya naweza nikasema ni magauni ambayo yanajimwaga sana. Hata hivyo pia watoto wanayapendeza kutokana na watoto na maumbile yao. Kwa hiyo magauni haya yanaenda na maumbile ya mtu. Kama wewe unajua ni mtu mnene sana, aina haya ya magauni ni magauni ambayo yataweza kukupendeza sana kutokana na mwenendo wake. Na kwa wale ambao hawapendi kuvaa magauni mafupi, unaweza ukavaa gauni lako na ikawa ni refu na ukapendeza pia. Ukatupia na styling
kama ni styling ya kupasua mbele, ukawa umependeza sana. Tukienda katika muonekano sasa, au tunaweza tukasema tukienda katika ushonaji. Magauni haya yanashonwaje? Ni magauni ambayo unaweza ukakata kitambaa cha juu pamoja na cha chini kama nilivyosema, alafu ukaunga. Kwa hiyo katika kuunga, kile kitambaa cha juu kinakuwa ni kidogo na kitambaa cha juu kinakuwa ni kikubwa. Unaweza ukakata styling mbili. Tukianza na styling ya kwanza ya marinda ya kuvuta. Unaweza ukavuta marinda, na jinsi ya kuvuta marinda, unachukua kile kitambaa cha chini pamoja na uzi na sindano. Kwa hiyo unafanya kama vile unavyoshona na mkono, lakini hauvuti yote. Kwa hiyo unashona na mkono mpaka mwisho kile kitambaa, alafu ndipo unavuta. Kwa hiyo unapokuwa unavuta kile kitambaa, ndipo pale unapokuwa umeweka marinda yako. Baada ya hapo unafunga kushoto na kulia, yani ulipoanzia na ulipoishia unafunga, alafu unachukua kile kipande cha juu, unaunga. Kama unaweka na zipu inakuwa ni vizuri, alafu inakuwa hapo tayari umesha tengeneza. Lakini kama utaikata mwamvuli, baada ya kukata mwamvuli unachukua kipande cha juu na cha chini, unakiunga pamoja. Unaweza kushona kutumia mkono au unaweza kushona kutumia mashine, lakini ukishona kutumia mashine inakuwa ni rahisi sana kwa sababu inakuwa haili muda, dakika ngapi tu tayari umeshaweza kumaliza. Lakini pia tukienda katika sehemu yetu ya mwisho ambayo tulizungumza kuhusiana na swala zima la kuchanganyia rangi. Je, unaweza ukachanganyia kitambaa na kitenge? Jibu ni ndio. Unaweza ukachanganyia kitambaa na kitenge, maana huu ni utamaduni, au unaweza nikasema huu ni ubunifu. Kwa hiyo unapokuwa unachanganyia kitambaa na kitenge inakuwa ni vizuri. Unaweza kuweka kitenge juu, kitambaa chini, lakini pia unaweza kuweka kitenge juu, kitambaa chini. Hii lakini kitambaa chako hakikisha kama gauni lako ni kitenge, kama unaweka ni kitenge, basi hakikisha kwamba kitambaa chako kinakuwa plaining, ndio inapendeza zaidi. Usichukue kitambaa cha maua maua. Kwa hiyo unaweka kitenge pembeni, huku unaweza ukaweka ubunifu wa kuweza kuchukua kitambaa cha chini katika mikono, ukapitisha tu alama ndogo ndogo zile za inchi 2 au 1, ukapitisha. Sana sana inchi 2 ndio zinapendeza katika mikono, kitambaa ambacho kinaendana na gauni. Alafu unachukua ile mwili wote. Kama kitambaa ni chekundu, basi hakikisha unachukua kitambaa chekundu. Kitenge ni chekundu, hakikisha unachukua kitambaa chekundu, unakuwa unapendeza sana. Asanteni sana kwa kuwa pamoja na mimi kutoka mwanzo hadi mwisho wa video hii. Natumaini utakuwa umefurahi sana na umejifunza kuhusiana na swala zima la nguo za vibajaji. Kama una chochote, maoni na ushauri, unaweza kaandika